Wachezaji wa Yanga wengi wamechoka. Miaka 4 mfululizo wachezaji wanacheza mashindano mbalimbali. Lazima wachoke. Tunakumbuka yale ya Simba ya miaka ya nyuma mfululizo. Yahya wa Wazo Tegeta. Mimi siumizi kichwa sana jemedari. Nachukua tu kwa uchache. Ni kweli wachezaji wa Yanga wamechoka, ama pia ipo haja benchi la ufundi linapaswa kuonesha ubora wao wa kimbinu kwenye mechi ambazo zimesalia hizi 3, lakini pia ambazo wamecheza na pia kulingana na mechi ya jana. Karibu. Kwani wachezaji wa Yanga hao wote walikuwepo miaka 4 yote iliyopita? Hapana. Si ndio tunafanya usajili jamani? Kila mwaka watu tunasajili wachezaji wapya. Yanga wanafanya usajili kila mwaka. Na kila kwenye dirisha Yanga wanafanya usajili. Wanafanya usajili kwa sababu gani? Si kwa sababu ya kuingiza, ni kama vile unafanya substitution, unaingiza fresh legs kwenye mechi husika, kwamba hao jamaa wamepambana labda dakika 60 70, sasa tunahitaji watu wapya ambao watakuja kuishika game, labda ku revive hatua fulani hivi, kufufua kitu tulichokuwa nacho. Kwa hiyo ndio maana kila mwaka tunafanya maboresho usajili, na ndio maana usajili unapaswa kufanywa hata kikanuni na watu wa ufundi. Kwa sababu hawa ndio ambao wanajua wachezaji wametumikaje, wametumika kwa muda mrefu, kwa kiasi gani, mchezaji huyu Pacome ametumika kwa dakika ngapi, siku hizi kuna zile vesti wanazovaa zile zinatoa data, na zile data ndio zinakuja kukusaidia hata kama unapomtaka mchezaji, hizi data zinakusaidia kwamba atakuja mchezaji wa hivi, yuko hivi. Hizi analysis zinazofanywa hazifanywi kwa bahati mbaya, sio? Na ndio maana tunahitaji wataalamu wafanye hivyo, ili tukija kwenye matukio kama haya, wao tunaamini ndio wataalamu, wanaweza kujua huyu ametumika kwa muda gani, tunahitaji mchezaji wa namna gani, aje kusaidia nini kwenye timu. Sio hizi haya madirisha ya usajili hayako kama fashion, hayako kama sehemu tu ya mtu kutamba kwa bana, hayapo kisiasa. Nimemnunua fulani, nimemtoa huyu, nimemleta yule. No, yapo kwa ajili ya jambo maalum, na ndio ni la kiufundi. Kwa hiyo mimi mtu akiniambia wachezaji hao wametumika miaka 4 miaka 5, leo tunazungumza wakati ligi inakwenda mwisho. Lakini tulikuwa tunasema kwamba Yanga watakwenda kuchukua ligi mara ya 5 mfululizo na wachezaji hao. Sio? Na tunaposajili wachezaji wapya tunatamba mitandaoni kwamba tumesajili fulani, huyu AI, huyu sijui anapewa jina gani, akija akishindwa inaonekana unajua sasa wachezaji wako wale wametumika muda mrefu. Hapana, sio kweli. Kuna sehemu ambao kunafanyika makosa na wakubali. Lakini mimi bwana, shida yangu nyingine niliyopo kwa Watanzania, sisi kwenye akili zetu yani tumezipa Simba na Yanga kwamba hizi ndio timu ambazo zinapaswa kushinda kila mechi. Ni kweli. Kucheza vizuri kila mechi. Ni kweli. Yani hao ndio wanapaswa kuwa mabingwa. Unaelewa? Lakini at the same time tunataka watu wenye mamlaka wafanye haki. Sawa? Simba na Yanga wanapendelewa, wafanye haki bwana, wakati sisi mioyo yetu na vitu vyetu havifanyi haki. Sawa? Hebu imagine Azam ubora wa Azam fanya wa msimu huu tu. Sawa? Ingekuwa mawazo yangu mimi nadhani pia tuwape credit benchi la ufundi la Azam. Muhimu. Sawa? Azam walivyoikuta Ibenge na ilivyo sasa ni tofauti kubwa. Sawa? Lakini tuko tayari hapa kuizungumza ubora wa Simba ya raundi ya pili baada ya usajili wa dirisha dogo, na ujio wa Steven Baka, kulikoni ubora wa Azam wa kocha ambaye ameanza nayo msimu mzima, na wamecheza group stage kwa mara ya kwanza, na wanaweka upinzani mzuri kwenye league. For instance, Simba na Yanga wana ubora wao ambao unatambulika. Azam ubora waliouweka kwenye msimu huu, tungepata timu zingine 7 zikawa timu 8 zina ubora huu, hivi sisi tungekuwa tayari hapa kusema Yanga anashinda mechi zake zote au Simba anashinda mechi zake zote? Sawa? Amechukua pointi 4 kutoka kwa Simba. Anaiondoa Yanga nusu finali. Ana mechi nyingine na Yanga ambayo kila mmoja anaona ugumu wa hiyo mechi ukoje. Sawa? Kwenye kutoa maamuzi. Lakini Ibenge ameamua kutumia wachezaji wa kawaida kuleta matokeo kiwanjani, ambao sisi hatusingewategemea kama wangeweza kucheza mechi fulani na wakaleta matokeo tofauti. Miongoni mwa ubora wa kocha, jana kulikuwa na bwana mdogo anaitwa Ashraf Kibeko. Sawa? Would you expect Ashraf Kibeko kutoka under 20 aende akapambane kwenye mechi kama ile ya jana
tena anaaminiwa na mwalimu, mechi kubwa against Young Africa. Jemedari, mechi karibia zote kubwa. Au Jemedari, ngoja niongezee hoja yako hapo. Mechi ya Mapinduzi finali. Yes. Ilienda katika changamoto ya mikwaju ya penalty. Lakini Muungano, Yanga nusu finali na Azam FC, Yanga walishinda 2-1 kwa mbinde kweli kweli. Tutoke huko. Naam. Zidane Sereli. Yeah. Sawa. Mwalimu aliamua kuanza na wachezaji ambao you wouldn't expect against Simba na wakashinda mechi. Si ndio? Ile 2-1. Ile 2-2. Sawa. Kuna wakati Jafet anaitwa Kitambala ambaye alikuwa kama ndio top striker wa timu. Sawa? Alikuwa anakaa substitute against mechi ngumu na anaamini vijana wadogo na wale wanampa anachokitaka kiwanjani. Si ndio? Huyu Ngeta alivyokuja kulikuwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa watu mzito, lakini kidogo kidogo unaona kile alichokuwa anakitaka mwalimu na anachokipata kiwanjani. Leo we are here. Umeuliza swali wewe, why James Yakamiko was not part ya hiyo mechi? Si ndio? Amekwenda kucheza Yahya Zaid. Lakini hii haiji kwa bahati mbaya, inakuja na kwa sababu ya mbinu za mwalimu. Nataka nini kwenye mchezo huu? Ubora wa timu pinzani ni upi? Udhaifu wao uko sehemu gani? Nitumie wachezaji wa namna gani? Azam has changed a lot. Okay, sasa Hans unataka kuchangia hapo. Karibu. Naam. Point ya msikilizaji hatuwezi kuikwepa kwamba wachezaji wa Yanga wamechoka. Yes, yuko sahihi. 100% yuko sahihi. Lakini uone pia benchi la ufundi pia lina changamoto, mabadiliko ya benchi la ufundi. Ametoka kocha Pedro, hivi sasa yupo Mwalin. Maana yake ni nini hapa? Alianza Roman Folz. Yes. Amekuja Pedro. Hivi sasa ni Mwalin. Maana yake ni nini hapa? Maana yake ni kwamba viongozi ndio wana matatizo. Shida sio makocha. Naam. Utafukuza makocha hata 100, lakini kama huna timu shindani huwezi kufanikiwa. Na timu ikishuka inajulikana kwamba imeshuka. Sio kwamba Watanzania sijui wanataka Simba na Yanga ndo zionekane zinacheza vizuri. Duniani kote, hata ukienda Spain, Barcelona na Madrid wako juu pale all the time. Madrid akishuka watu watajua, Barcelona akishuka watu watajua. Kinachotokea ni kwamba wachezaji wa Yanga wametumika sana kama alivyozungumza msikilizaji. Utazungumza hapa katikati kumekuwepo na madirisha zaidi ya 6-7. Lakini Yanga wanasajili akina nani? Kwa sababu ukiangalia kwenye kikosi cha jana kulikuwa kuna Jigui Diarra ambaye yupo Yanga zaidi ya miaka 4, anaenda mwaka wa 5. Kulikuwa kuna Kibwana Shomari yupo zaidi ya miaka 4. Kulikuwa kuna Baka, kulikuwa kuna Mwamnyeto miaka 4 sijui, wote wako pale. Njoo kwenye midfield mtazame Mudathiri, nadhani ni miaka 3 kama sio 4 sasa hivi. Nenda kamtazame Maxim pia Nzengeli miaka 3 kama sio 4 sasa hivi. Kamtazame Pakome miaka 3 kama sio 4. Kwenye kikosi cha kwanza kulikuwa kuna wachezaji 7 ambao wametumika mfululizo miaka 4 kwenye timu. Means haya madirisha 5-6 aliyopita Yanga wanasajili lakini hawapati quality sahihi ambayo itakuja kuwapumzisha hawa ambao wamepumzika kwa muda mrefu. Yani leo au kuja kukiongezea ubora kikosi. For sure. Naam. Yani leo unaangalia bench, unamuona Buba, unajiuliza nianze na Buba au nianze na Pakome ambaye amechoka. Unasema bora Pakome aliyochoka kwa sababu Buba alikuja Januari hamna kazi. Kwa hiyo inabidi ukubaliane na ambacho Pakome atakupa. Leo unamwangalia Damaro yuko benchi, unasema nianze na Damaro au nianze na Mudathiri ambaye ametumika kwa muda mrefu, anaonekana energy yake imeshuka. Unasema ni bora Mudathiri. Kwa inabidi ukubaliane na ambacho muda atakupa. Kwa sababu umeingia sokoni, umeleta wachezaji ambao hawajaja na impact, wanaendelea kutumika wale back to back. Kwa hiyo ili kuondoa hichi kitu ni Yanga kuwa serious sokoni. Wasilaumu makocha, wasisingizie makocha, wasifukuze makocha. Hawa makocha wakikutana na kikosi bora wataperform, tutawaimba hapa. Leo watu wanamuimba Nabi, wanamuimba Gamonda. I'm telling you, warudi hapa wakutane na hii squad iliyokuepo Yanga. Tutawatupia mawe. Tena mayai ya visa kabisa. Gamondi
arudi hapa na Nabi akutane na hii squad iliyokuwepo Yanga. Hawatoboi. Mayai ya visa tunawatupia. Hawa makocha walishaini, walikutana na watu. Yani una Mayele, una Aziziki wa moto, una Pakome wa moto, kwenye midfield una Aucho wa moto. Kwa nini kocha usiimbwe? Kwa hiyo ili kuondoa hii kitu, Yanga warudi kwenye mchoro wao, ramani yao ambayo Hersi alichora wakati anaingia pale. Akawaleta kina Mayele, akawaleta kina Aucho. Arudi aangalie ni nini alikuwa anafanya. Yanga warudi sokoni, watafute wachezaji wenye quality. Akina Maxi wamechoka, wana majina lakini wamechoka, hawakupi kitu kwa 100%. Huo ndio ukweli mchungu. Kwa hiyo inaleta tafsiri kwamba viongozi wamefeli 100%. Mimi nikuulize kitu. Naam, karibu. Timu gani ambayo inafanya usajili kila mwaka, unafanya usajili bora duniani? Timu gani? Timu ambazo, twende kwenye timu ambazo zinatawala, ambazo hazina wachezaji ambao wako misimu 3-4. Timu gani? Mimi na watu wanajitahidi lakini. Swali ni zuri. Lakini timu ambayo inafanya vizuri kabisa, twende usema hii imefanya vizuri misimu 3-4 na haina wachezaji ambao wako misimu 3-4. Manchester City, yani ambao hawapo misimu 3-4. Man City walikuwa nao wachezaji wako mumo siku zote. Jemedari, lazima ujenge msingi wa timu. Huwezi kuwa na timu mpya kila siku. Jemedari, timu haiwezi kuwa bora kwa kubadilishwa kila siku. Jemedari, sasa changamoto unaowaleta wanakuja kuongezea nini? Yani mimi nilichomwelewa Jemedari ni kwamba Ansi anavyozungumza kwamba Hersi arudi kwenye mchoro ambao aliuchora mwanzo. Mimi kila siku nazungumza hata mchoro ambao aliuchora mwanzo haukuwa mchoro sahihi. Yani inawezekana mawazo yalikuwa sahihi lakini utekelezaji wake sio. Sasa umempa ubingwa unasema sio sahihi. Sikiliza basi. Ubingwa unaweza ukachukua. Mchoro na mawazo yalikuwa sahihi. Nakuelewa. Yani utekelezaji wake haukuwa sahihi. Unafikiri Hersi atumie njia zile zile za kutafuta wachezaji kama ilivyokuwa mwanzo? Anatumia njia zile zile, sindo zilimfanya achukue ubingwa. Lakini unafikiri kwa nini anafeli? Anafeli kwa sababu Jemedari alizungumza mwanzo kwamba kuna maeneo wewe una nafasi kwenye club, ni president. Acha watu ambao wana taaluma kwenye hayo maeneo wafanye kazi. Unanielewa? Leo hii Simba walikuwa kwenye ubora kwa misimu 4 lakini wakapotea kwa sababu nafikiri kipindi chote walikuwa wanafanya usajili. Sio kwa wanafanya. Walikuwa wanabadilisha wachezaji tu kila siku. Wachezaji walikuwepo miaka 3. Lakini ambacho kinatokea ni kwamba kuna wataalamu ukiweka pale wataangalia kwamba huyu Pakome ana umri gani? Bakari ana umri gani? Wanaelekea wapi? Wametumika kwa muda gani? Tumlete nani? Aje kufanya nini na kwa wakati gani? Hao watu wanafikiria hivyo vitu, lakini sisi ukiruhusu kiongozi afanye usajili, sawa? Hii ilitokea mwezi uliopita hata Hispania pale. Ukiruhusu viongozi afanye usajili, kuna muda atafanya usajili wa kisiasa. Magunga, mimi unachozungumza na kuelewa na nakubaliana na wewe 100% kwamba kuna wataalamu ambao inabidi wadili na hizi kazi. Nakubaliana na wewe 100%. Lakini mpira wetu wa bongo jinsi ulivyo, mara nyingi sana viongozi ndio huwa wanafanya sajili. Sasa tunafanya nini kama tuna huo utaratibu? Hersi wa miaka 4 iliyopita alichokifanya na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Hersi wa miaka 4 alikuwa na njaa na concentrate, anatafuta wachezaji kweli. Mimi nitakwambia Yanga ameondoka Feitoto. Hersi ameangalia ni nini ambacho nakitaka. Pakome huyo hapo kaja kaingia kwenye timu. Hersi katoka hapa anapambania Aziziki ambaye alikuwa anawindwa na Waarabu kibao. Kamwaga pesa nyingi. Wapo watu wengi wachambuzi bongo ambao walisema Azizi hawezi kucheza Yanga. Lakini Azizi alicheza Yanga. Hersi kaenda kumchukua Mayele kamtia pale. Nani alimjua Maxim pia Nzengeli? Kwa story nilizokuwa nazo, kuna tournament ambayo inafanyika Kongo. Hersi katumia zaidi ya mara 3 anasafiri kwenda kutazama ile tournament ndo akamuona Maxim pia Nzengeli. Lakini juzi kati tuliletewa AI hapa. Ndo tunarudi kule. AI ilitua hapa. Kwa mfano, juzi amekuja Alikamwe hapa. Anasema rais sijui aliwaachia watu gani, sijui wasajili, sijui. Yani kauli zimekuwa ni nyingi. Means kuna Hersi anaweza kufanya zaidi ya hicho ambacho amekifanya madirisha 3-4 kama ataamua kuwa serious. Hansi, unaamini kwa engineer? Mimi namuamini ndio. Kwa sababu nimeona wakati anaingia pale anatolewa Juma Abdul. Watu wanapiga kelele, beki wetu bora Juma Abdul. Anasema muda wake umeisha.
anamtoa yule nani Lamine sijui Moro yule center back bora wa Yanga kwa muda huo, Lamine Moro anamuondoa. Watu wanasema unaenda kumleta Dickson Jobu, unamuondoa center back wa kigeni. Amekuja kwenye midfield sio anaondoa akina Kamsoko sio akina nani alikuwa anaamini. Mimi naomba nimalize watu sahihi. Mambo ni mengi. Nataka tuhamie Jangwani. Tunaweza tukaizungumza Yanga masaa matatu hapa. Tuhamie Jangwani tena. Au Jango gani? Tuhamie Msimbazi. Sawa, lakini kabla nafasi. Bagunga sawa. Tunapaka mtu tunao muda. Kipindi chetu hiki. Sawa. Hansi, unadhani ukifuatilia historia za wachezaji ambao wanasajiliwa kwenye hii misimu hivi karibuni, ambapo inawezekana wachezaji wengi wameshindwa kuingia kwenye timu moja kwa moja. Unadhani wachezaji historia zao kabla hawajaja Yanga ni wachezaji wa bara? Kundi kubwa la wachezaji wanaokuja Yanga, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji mpaka ni national team material, na kuna wachezaji wametoka kina Nasini Kouma, wametoka kwenye timu ambazo walikuwa wanacheza mpaka kwenye michuano ya kimataifa kwa ngazi za klabu. Unadhani wachezaji wa bara wanaokuja? Inawezekana ni wachezaji wazuri kwa walipokuwa, lakini profile zao hazifiti kwenye kile ambacho Yanga wanakifanya na wanakitaka. Kwa nini? Kwa sababu mwanzo Ellis alikuwa na vision, anataka Yanga icheze vipi, anataka kocha wa namna gani, anataka wachezaji wa namna gani ambao watakuja kufit in kwenye kile anachokitaka. Akaenda kupoint wachezaji ambao ni sahihi. Lakini narudia tena, hapa katikati kuna uzembe umekuwa unaendelea, hamna seriousness. Na unadhani Hansi anayetakiwa kuset vision ya team ndani ya pitch ni president? Iko hivi, kwa utaratibu jinsi ulivyo, unamhitaji technical director kubeba vision ya team. Wote tunajua hilo. Lakini kwa utaratibu wa kibongo technical director Yanga yupo bwana Matthew, lakini hana hiyo power. Kwa hiyo anaendelea kushika power, ni huyo president. Sasa hapo ndo tunapokosea, si ndio? Ni huyo president. Sasa tunaenda vipi kama hawawapi nafasi ya kufanya kazi hao wataalamu? Tunarudi kwao, inabidi tuwalaumu ambao wanafanya maamuzi. Wanafika huko alikofika sasa. Asante. Nampigia Nasibu Mkomwa hapa niambie vikao vizito ambavyo vimechukua nafasi ndani ya pale. Vikao vizito vya ujenzi wa kiwanja, tathmini ya kiufundi nyingine. Maana walikuja na tathmini pale katikati. Nasibu Mkomwa. Mambo vipi? Bana, upo live Nasibu Mkomwa. Hebu nijuze juu ya vikao ambavyo jana vilikaliwa baada ya Yanga kupokwa ubingwa wa CRDB Federation. Baada ya Yanga jana kuvuliwa ubingwa, bila shaka vikao ilikuwa ni muhimu sana kwa upande wa Young Africans, kwa sababu wamebaki sasa kwenye mbio za taji la ligi kusoka Tanzania bara, kwa maana ya NBC Premier League. Lakini ukiachana na hivyo, wanaona kwamba kwa msimu huu kama wamepoteza kombe la CRDB Federation Cup, basi kuna haja kubwa ya kuhakikisha kwamba taji lilosalia basi wanalibeba wao. Na wanalibeba vipi? Ni kuhakikisha kwamba michezo mitatu iliyosalia ya ligi kusoka Tanzania bara, kwa maana mchezo dhidi ya Azam tarehe 24, mchezo wana michezo mitatu dhidi ya JKT Tanzania. Huo ni mchezo dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo wanapambana sasa kuhakikisha kwenye hiyo michezo mitatu iliyosalia ya ligi kusoka Tanzania bara, kuhakikisha kwamba wanapata matokeo kwenye michezo yote, ili kuhakikisha lile gap la alama 2 linaendelea kusalia mbele ya Simba Sports Club, ambao wao wanaonekana ndio wapinzani wao wakubwa kuelekea kwenye ubingwa wa ligi kusoka Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2025 2026. Na michezo ambayo imesalia kama ambavyo tulikuwa nimeorodhesha hapo, mchezo dhidi ya Azam, mchezo dhidi ya TRA na mchezo dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao watakuwa wanamaliza ambao utachezwa pale katika dimba la Meja Jenerali Samuel Dar es Salaam. Kwa hivyo vikao jana vilifanyika, na matokeo ya jana ya kuvuliwa ubingwa ni matokeo ambayo viongozi wa Yanga wakiongozwa na rais wao Engineer Hersi Said ni matokeo ambayo hawakufurahishwa nayo, wao kuvuliwa ubingwa wa CRDB Federation Cup. Kwa hiyo hivi sasa nguvu zao zote wanazipeleka kwenye ligi kusoka Tanzania bara, kwa mujibu wa taarifa ambazo niko nazo ndani, ambapo baada ya kikao ambacho wamekaa na kuzungumza pamoja na wachezaji benchi la ufundi, kwa kisha sasa nguvu yao kubwa wanaipeleka
kwenye ligi kuu soka Tanzania bara kuhakikisha wanakwenda kuutetea ubingwa wao kwa mara ya 5 mfululizo, kwa sababu tayari ubingwa wa kombe la CRDB Federation Cup tayari wameshaupoteza na wamebaki na kitu kimoja pekee mkononi mwao hivi sasa. Asante sana Nasib, asante sana Nasib. Mwache nimuulize na mimi kidogo. Unataka muulize? Nasibu. Jemedari Said. Ujambo bwana? Mimi jambo. Kikao kimefanyika wapi? Wewe si huko huko Mwanza na mechi imechezwa Mwanza. Kwa hiyo wewe kikao kwa taarifa zako kimefanyika sehemu gani Mwanza? Kikao na labda kilihusisha watu gani? Kikao kwanza kimeanzia dressing room. Baada ya dressing room kikao kikahamia hotelini. Hoteli gani? Hoteli ambao wamefikia Yanga. Kwa hiyo unajua Yanga ina viongozi wengi na wote hawakuja. Unajua nani na nani walikuwepo kwenye kikao na ajenda zilikuwa nini? Viongozi ambao walikuwepo kwenye kikao walikuwa Engineer Hersi Said ambaye ni rais, makamu wake, anafatishaji wajumbe kama Gulamali, alikuwepo Alex Ngai, alikuwepo Yanga Makaga, alikuwepo CEO Andemtini pamoja na kilikuwa cha muda gani? Kilikuwa cha muda gani kikao? Ni kikao kifupi tu, hakikuwa ni kikao kirefu, lakini ni kikao ambacho wao focus yao kubwa kikao kazi sana kwamba sasa kilichosalia sisi mkononi mwetu ni ligi kuu soka Tanzania bara na hatupaswi kulipoteza hilo taji kwa namna yoyote. Lakini hali ya kikao ilikuwaje baada ya kuwa timu imepoteza? Hali ya kikao ilikuwaje? Hali ya wachezaji na timu kwa ujumla ikoje? Kikao hali ilikuwa ni hali ambayo viongozi hawakufurahishwa na kilichotokea. Yaani hakuna mtu ambaye anafurahia kupoteza. Yaani unajua Nasibu, kuna vikao watu wanashikana mashati. Wanatoana roho mtu, yani mkono jichoni. Hiki kikao kilikuwaje baada ya kuwa wamepoteza na hali iliyopo sasa? Kilikuwa ni kikao cha hivyo, kilikuwa ni kikao tulivu, kikao cha kujenga au cha kutupia na lawama? Hapana, ilikuwa ni kikao cha kujenga kwa sababu kwanza ngoja nikwambie Jemedari, kitu ambacho nimekinote kwa siku chache ambazo nimekuwa huku Mwanza, hasa kwa upande wa Yanga. Kuna muda wao wenyewe wakikaa wenyewe wakijipima, wakijiangalia, wanaona kwamba msimu huu kuna sehemu wamekosea. Basi asubuhi njema bwana, sisi tunaridhika na ulichotupa. Asante sana. Haya, asante sana. Haya. Lakini hicho kinaweza kikao ni kikao cha kawaida tu, sio kikao rasmi. Sasa wewe unataka kuleta ushea. Huyo yuko kule. Vikao vikianza kwenye dressing room sio rasmi. Kikao sio kikao rasmi. Anakuambia kikao kimefanyika hotelini, sio rasmi vipi? Nakataja na wajumbe. Dressing room. Ndio maana nimetaka kujua kikao kimefanyika wapi. Dressing room hapo hotelini. Kimekwenda hotelini na kataja na wajumbe. Sasa kinakuwaje sio rasmi? Au mpaka kifanyike Yanga na waandishi wa habari waitwe? Kilianzia dressing room. Sasa dressing room pia kikao kinafanyika shehe. Na hapo pia unajua huwezi kujua sura za watu kwenye hicho kikao kwa sababu unakuta hujaingia, unakuwa umesikia tu. Ndio maana sisi ni chombo cha habari. Mwakilishi wetu kule Nasibu na Ashraf, tunataka watu wasikie. Yeye asituambia tu kikao tu kinaishia tu kikao. Sisi tuko hapo kwa ajili ya kubabaisha. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.